Katika enzi hii ya karne ya 21, vita havina tena sura ile ya jadi iliyotambulika kwa miongo kadhaa iliyopita. Teknolojia imekuwa kiini kipya cha ushindi au kushindwa, na katika vita vya Ukraine na Russia, hali hii imejidhihirisha wazi kupitia mapinduzi ya matumizi ya drone katika medani ya bahari na anga. Habari za karibuni kutoka Ukraine zimeonyesha namna taifa hili dogo kijiografia lakini lenye ubunifu mkubwa wa kiteknolojia linavyozidi kutikisa nguvu za kijeshi za Urusi, hususani katika Bahari Nyeusi na Crimea. Kitengo cha kijasusi cha ulinzi cha Ukraine, Defense Intelligence Unit, kimeachia picha mpya zinazodai kuonyesha mara ya kwanza katika historia ya vita ndege mbili za Urusi aina ya BE-12 Chaka zikiharibiwa pamoja na helikopta moja aina ya Mi-8 kwa shambulio lililotokea katika kituo cha anga cha Chaka Air Base karibu na Sevastopol, Crimea. Hili si tukio dogo, linaashiria hatua kubwa katika mageuzi ya vita vya majini, ambapo drone zisizo na rubani sasa zinatumika kuangamiza si manuali pekee, bali pia ndege za kivita. Kihistoria, Crimea imekuwa ngome muhimu kwa Urusi katika Bahari Nyeusi. Bandari ya Sevastopol ndio kituo kikuu cha jeshi la maji la Urusi, Black Sea Fleet, na kituo cha ushawishi wa kijeshi. Lakini tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi mwaka 2022, Ukraini imeonyesha uwezo wa kushambulia moja kwa moja kwa maeneo hayo kupitia mbinu zisizo za kawaida. Droni za majini ambazo awali zilidhaniwa kuwa silaha za majaribio sasa zimegeuka kuwa zana zenye nguvu kubwa kwa Ukraine. Mapema mwaka huu, Ukraini ilizindua rasmi droni ya chini ya maji iitwayo TRK 150 inayojulikana kama Underwater Kamizal Drone. Droni hii si ya kawaida. Muundo wake unafanana na torpedo, unaiwezesha kufika mbali zaidi na kupenya ulinzi wa kisasa wa Urusi. Hii ni ishara kuwa Ukraini haitumii tu teknolojia kama suluhisho la muda, bali imejikita katika ubunifu wa muda mrefu unaoweza kubadilisha mizania ya kijeshi katika kanda nzima. Si hayo tu, mwezi Mei mwaka huu, ulimwengu uliona kwa mara ya kwanza historia ikifanywa mashua zisizo na rubani, Magula V7 drone boats, kwa kutumia makombora ya AIM yaliyotengenezwa upya. Mashua hizo ziliweza kuangusha ndege mbili za kivita za Urusi. Tukio hili lilifuta kabisa dhana ya zamani kwamba ndege za kivita haziwezi kuathiriwa na vyombo vidogo vya majini. Kwa mara ya kwanza, mipaka ya uwanja wa vita iliporomoka, ikileta picha mpya ya mchanganyiko wa ardhini, baharini na anga katika mbinu za kivita. Athari za kimkakati kwa Urusi ni kubwa, ingawa jeshi la majini la Urusi linabaki kuwa kubwa kimbinu. Ukweli kwamba Ukraini inaweza kulifikia moja kwa moja ndani ya ngome zake unaleta tishio lisiloweza kupuuzwa. Uwepo wa Urusi katika Bahari Nyeusi kwa zaidi ya miaka 10 kupitia Crimea sasa hauonekani kuwa wa uhakika. Hali hii inailazimisha Moscow kugawanya rasilimali kati ya vita vya ardhini na ulinzi wa baharini, jambo linaloongeza gharama na changamoto kwa Ukraine. Mafanikio haya yana tafsiri mbili. Kwanza, yanainua morali ya kijeshi na kwa raia, yakionyesha taifa kwamba linaweza kupambana na uadui mkubwa zaidi kwa kutumia akili na teknolojia. Pili, yanapeleka ujumbe kwa dunia kwamba vita vya kisasa havitokani tu na ukubwa wa majeshi, bali na uwezo wa kutumia teknolojia kwa ubunifu. Kwa ujumla, tunashuhudia kuzaliwa kwa enzi mpya ya kivita
enzi ambayo drone, kombora dogo lenye akili bandia na mashua zisizo na rubani zinachukua nafasi ya meli kubwa na ndege gari. Ukraini imekuwa mfano hai kwamba hata taifa dogo linaweza kuandaa upya kanuni za vita kwa kutumia ubunifu na teknolojia. Kwa Urusi, changamoto ni wazi: ama ichukue hatua za haraka kukabiliana na mabadiliko haya, au ikubali kuwa ushawishi wake katika Bahari Nyeusi unayumbishwa. Na kwa dunia nzima, tukio hili ni funzo kwamba mustakabali wa vita hautegemei tena idadi ya vifaru na manuari, bali kasi ya uvumbuzi katika maabara na washa za kijeshi. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwa heri kwa sasa.